kuna uwezekano wa mtu kuhudumiwa kwenye hiki kipindi cha mfungo wakati huyo mwanaume hajakuoa, sio mume wako. Unataka hapo kwenye mfungo hapo unataka uhudumiwe. Mimi nitaishije na mwanaume wangu ndo hata apokee hata simu. Kamshawisha kuoe. Mimi masuala ya kuoa yapo kabisa. Kumbe mshenzi Ndo hatuna. Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu na baadaye. Number you are calling is not answered. Mwanaume jamani anadharau. Ina maana simu zangu hazioni au kitu gani? Napiga simu mfululizo. Nimetuma message mfululizo. Lakini hajibu hata message moja. Doya uji, doya uji, doya uji, doya uji, doya uji. Hivi Kikwanda, subiri kwanza. Una matatizo gani lakini? Matatizo gani tena? Wewe unamaanisha nini kutoka kupokea simu zangu wala kujibu message? Sasa wewe kwani Vumi wewe uelewe kama huu ni mwezi mtukufu? Kwani Vumi wewe usichokijua nini? Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa hivi. Kama ni mwezi. Mashetani wote na majini wamefungiwa kwenye minyororo huko mikubwa. Sasa hivi hatufanyi dhambi. Tunatenda mambo mema. Shetani, mizimu yote imeshafungwa huko. Sasa wataka nianze kufanya tena mambo ya kidunia? Wewe ushafikiria mimi naishije bila huduma zako? Mimi nitaishije bila huduma zako? Mimi naishije bila huduma zako? Sasa masuala ya huduma usubiria Ramadhani ishe bwana. Sasa utajua namna gani ya kupambana. Yaani kwa mimi nipambane, si ndio? Unamaanisha hivi? Wewe hapo sasa utakavyoona. Unasemaje? Umenisikia wewe? Afu kumbe mshenzi. Mimi mwana mwingine si ikoje? Vumilia. Shogangu, mbona una mawazo kwa mkubwa? Kulikoni? Yaani umepoteza ramani yote. Sura haina nuru mkubwa. Ramani haieleweki. Ueleweki wewe Afrika Mashariki haupo Afrika Kusini, haieleweki Tanzania Magharibi kwa wapi mkubwa hoji kwai? Wewe ni acha. Bwana ungejua alichonifanya Kikwanda. Niambia mama. Ni huyu wakomi tena wewe kwa Kikwanda. Nakufanya kitu gani mkubwa? Naongea kuhusu mahitaji yangu.
Ananiambia yeye yuko kwenye mfungo sijui, hawezi kunihudumia. Basi hapa kanifanya tu naishi. Mahitaji. Wewe mpaka umri huu unatafuta mahitaji kwa mwanaume? Si mwanaume wangu anasi ni umri. Ndio usubiri mahitaji? Kwa hiyo ina maana shoga yangu unatumia uchumi wa kati mkubwa. Kweli huko rere hujarogwa. Mimi kwanza sielewi na mambo yangu hayaendi. Na lazima yasiende mkubwa. Kwa staili hiyo, mambo hayatoenda mpaka hayatoenda tena. Wewe ujikwai. Sasa nikushauri. Ushauri uchukua uweke, nakupa hiyo mkubwa, chukua. Wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tena Ramadhani amekutana na mwenzake kwa lazima. Wewe utashinda njaa wewe. Utalala njaa mkubwa, utahesabu kenchi usiku. Mimi nakutegemea shoga yangu, baada unishauri mwenzako mambo yangu hayaendi. Koma kidogo mpaka uzoee. Unasemaje? Eti unitegemee mimi? Hata maandiko yenyewe yanasema amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Wewe ujikwai. Sikiliza. Huu ushauri wa bure nakupa, chukua hiyo. Mtafute ostazi shehe wa mtaa huu ambao tunamjua, akikupiga kisomo mkubwa akakupiga kweli. Yuko rere hajarogwa, sio shida zake. Hakika na unaniambia. Nini nimekwambia stori za uongo mimi mkubwa? Mtafute, si unamjua bwana, kwani lazima ngutajie jina. Nakujua wewe. Unataka uendelee kuchunda? Hakuna. Kuendelea kuchunda sasa. Mimi siwezi kuendelea kukaa hapa maana unanuka jua, unanuka shida mkubwa. Wewe kunaniambia hivyo leo Abida. Hata kwambia ukweli. Yaani mzuri yule amekwambia ukweli mkubwa, unanuka jua. Kwa zamu. Hata kama wewe una wenzako hapo kwenye mfungo hapo unataka uhudumiwe. Mtafute ustazi mkubwa. Wewe ujikwai. Ndoya uji, ndoya uji, ndoya uji. Ndio nisaidie. Maana yani nipo kama nina nuksi. Hakuna jambo linalofanya nikanyooka. Binti, una nuksi. Hacha kusumbua mizimu yangu. Lakini sasa mbona mambo yangu hayaendi? Nenda wewe. Nisaidie mganga. Nirekebishe tabia yako, acha kufanya mwili wako kama kupiga uchumi. Una maana gani? Acha kupiga mzinga wanaume. Au utokata mwanaume. Sawa. Ndoya uji, ndoya uji. Mtu mzima usokuwa na haya, uso kama kokwa. Baba uoni haya wewe. Usije nikapata mtoto kama wewe. Astaghfirullah lazima. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mbona wapi ya kutoka maneno wewe? Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wewe kutoka maneno wewe. Ungekuwa mtu wa maana wewe, ungemfanyia ulichomfanyia shoga yangu, udugu wangu. Shoga yako shoga gani sasa? Ankotia au nani? Mazito, mbona umefika mbali sana mkubwa? Wewe ujikwai. Hebu nenda kwenye pointi, muda huu unakwenda kwa kwenye ninachotaka kukwambia. Kwa nini unamtesa kimahusiano shoga yangu? Yaani kwa sababu unajua amefall in love, amekupenda kindakindaki, basi unamtesa kwa sababu umefunga. Hata kama ndio Wakristo hapo kwenye Ramadhani, Waislamu hapo kwenye Kwaresma, ndio mfanyie vitu vya ajabu wewe ujikwai. Sasa nantesa kwa lipi? Kwani shida yake ni nini? Anautaka. Sasa kama anautaka asiampate jaiva. Mimi jaiva. Hivyo unajizima data afu una like picha. Shoga yangu anataka mapenzi, kuna vitu vinamsumbua humu kwenye kiuno humu vinamtekenya. Akikaa kai kwa raha, anakutaka wewe jamani, au mpaka kufanya vitu vya maana, akuloge ndio uamini mpaka upigwe juju. Sasa nikwambie, mimi masuala ya uzinzi au mimi sasa hivi nimeshaacha. Nipo kwenye mwezi wa toba. Mashetani yote ya uzinzi imefungwa na minyororo huko. Kwa hiyo wewe sasa hivi hutaki masuala ya kuzini Sasa nizini tena. Umemtumia shoga yangu mpaka kabaki mtumba. Tumetumiana, hajanitumia. Kwa hiyo mmetumiana. Tumetumiana. Basi muoe, hata ndoa ya uji Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndoa ya uji. Mimi masuala ya kuoa hapo kabisa. Basi ya mie je jamani shemeji. Kokote maji. Nikufurumua. Basi ameishi. Mambo. Wewe nawe. Hivi nilikuwa naenda wapi? Kama una laana zako huko kweli. Basi nilikuwa naenda huko.
Mambo ya kuchomoa. Mnato mamkubwa wewe jikwai. Naona uko kwenye biashara yako mamkubwa. Unajitafuta unatafutiwa. Toka kikwanda aingia kwenye mfungo mamkubwa. Genge linazidi kufilisika. Wewe jikwai. Yaishe kwanza. Ulienda kwa ustazi kupata mawaidha. Kupata ushauri na saa. Wewe jikwai. Sikuwa nataka ustazi. Kwa mganga. Mshirikina wewe, mwanamke unapenda shirki, mwanamke unapenda kuloga. Kwa mganga. Wewe utegemea ndio. Nimeenda tangu kwa mganga nikajiangalia labda nina mikosi. Utakuja kuliona na waganga shoga yangu. Shoga punguza shirki. Wewe kila kitu, yani kila kitu kwako kikiwa kiende vizuri kwa mganga. Kwa mganga. Nendaga kwa ustazi kidogo upate ushauri na saa. Haka kwambia nini wewe mganga Chaniambia mwenyewe kimenichosha. Tuchoke wote, usichoke peke yako. Mimi mwenyewe nataka kinichoshe kama wewe kilivyokuchosha. Ananiambia sina mikosi, sijalogwa, sina nuksi, sina chochote. Ila niache tu kupiga vizinga wanaume. Mbona vizinga? Na uache kweli shoga yangu umezidi. Kwa vizinga mwanangu, wacha hiyo vipi? Nalipaje hivyo vikoba? Wako masumani pale vikoba nalipaje? Unamjua domo lake. Hilo nalo neno. Vizinga pale shoga. Kwa kweli hapo nakusupport. Sema labda nipunguze tu kiwango. Punguza. Hapo nakusupport. Kiwango. Maana nikisema nikusemea mimi mwenyewe wale nakusupport. Jamani. Yaani hapo kuna 20,000 ni 10,000. Hapa anambia anapiga vizinga vikubwa. Huyo mganga mzuri shoga yangu. Shamba mzuri. Mpaka kaona vizinga kaonaje? Tanipeleka. Au shaanza. Wewe nawe. Kizuri kula na nduguyo utanipeleka kwa mganga wako. Kwanza naunguza mamkubwa. Nenda kwanza kama unapenda umbea kuliko kula shoga. Usipende umbea wewe kuweza. Mamkubwa, baadaye nitakuja wao jikwai. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Sababu saizi. Salama binti, habari? Kwema? Afadhali hata nilipokukuta. Maana nilikuwa nina shida na wewe. Shida gani? Sasa mimi nilikuwa nataka kufahamu. Hivi kuna uwezekano wa mtu kuhudumiwa kwenye hiki kipindi cha mfungo wakati huyo mwanaume hajakuoa sio mume wako? Kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, sheria hairuhusu. Sheria ya dini yetu hairuhusu kabisa mwanamke kuhudumiwa. Hata Ramadhani ikiisha, bado wewe huruhusiwi kuhudumiwa. Lakini ustazi, mimi nitaishije na mwanamume wangu ndo hata apokee hata simu? Ni vigumu kwa sababu yuko kwenye mfungo. Lakini cha kukushauri kama binti yangu, kwa maana tu ya wema, dini inatushauri kwamba watu tuwajaribu kuwaunganisha. Kwa ni vizuri ukamshawisha kuoe. Ustazi, nitafanya kazi kwa mwezi huu jamani. Sitakuwa ni ndoa ya ghafla. Jitahidi umshawishi. Pengine Ramadhani kiisha kwa. Sawa, mimi nitajaribu kulifanyia kazi uswali. Inshallah. Nashukuru sana. Inshallah. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Ndoa ya uji. Shoga yangu. Si nimetoka hapa mguu mmoja mguu mbili. Ndio mpaka kwa ustazi. Alioniambia ustazi, kudumisha na mganga unapata kitu hiko kimoja. Ina maana mganga na ustazi lao moja. Yaani haya mbona mazito mamkubwa. Sasa niambie nijitahidi kumshawishi yule bwana afanyaje anioe. Sasa kichwani nikajiuliza namshawishi vipi? Hapo kwenye kumshawishi sasa. Kumshawishi yule bwana alipokuwa na misimamo. Namjua titi potata, namjua makoko mpaka matandu mamkubwa. Nimepata wazo mamkubwa. Tuwazue sasa. Kuna wanoko hapa. Maana mtasi unaojua. Ndoa tunayo na tunatamba nayo, tunabaruza nayo mamkubwa.
Si ndio maana nikakwambia nenda kwanza kwa nani? Kwa ustazi. Si umeona kwa ustazi umepewa mambo. Nisikilize ndugu wangu. Ngoja nikamalize mambo kwa ushahidi. Kama unavyonijua sina jambo dogo mamkubwa. Niko rere. Maana nimechoka mpaka nimechoka. Kigenge chenye kile kinaondoka. Jambo letu lipo mamkubwa. Mwezi uishe mimi nikoje. Ndoa ya uji, ndoa ya uji, ndoa ya uji. Ostazi, mambo kwa ushahidi, mambo yako rere. Jamani wenyewe mundani Kwema jamani. Shida gani? Mbona mkeo? Mambo kwa ushahidi, mambo yako rere. Kama unavyoona, mambo yamechemka huko Ostazi. Hivi ninavyokuambia, kwanza picha linaanza, mchuzi wa mbwa unanywa ukiwa wa moto. Ukisubiri wa baridi unywe. Wewe ujikwai. Vya kuuliza tena vitu kama hivi, unaona mkeka huu? Wasi ndo mambo yako tena, mkeka ukitandikwa chini, tunatafuta ubani, mambo yamekwisha. Kila swala kuuliza tia tiki. Jambo la heri kwa sababu nimetoka kufuturu sasa hivi. We, acha atukaribishani. Kwa ulikuwa unasemaje? Maana leo tumesimamisha na makaburini hapa, tusikuelewi maongezio. Kikwanda, mimi shida yangu tu sibora hata unioe basi na huu mwezi kuliko unavyofanyia. Mimi swala la ndoa sinishakwambia, labda tusubirie Ramadhani ipite. Kwa nini usubirie? Kati jambo la heri linatakiwa lifanywe ya haraka. Mimi ndoa kwa sema kweli bado kabisa. Wewe nani kasema bado? Wewe hiyo ndoa ishapita. Hebu vuta mkeka kwa. Ndoa ishapita hiyo. Hapa tulipo. Wewe anakimbia wewe, mdake. Sasa mbona ghafla sasa? Kaa chini. Shenzi mwili mzima una hata haya. Shogangu anahangaika kila siku wewe tu. Haya. Asalamu alaykum. Hivyo kushinga upande wa alaykum salaam binti yangu. Jambo la ndoa si jambo la kuchukia. Ndio. Na si jambo kana kwamba ni vita. Kabisa. Hili ni jambo la heri. Binti unamuoa leo, anakupikia ndani, anakupa kila kitu unachohitaji kabisa. Mashahidi ndugu zetu hawa. Kuwa na uzinifu na mashaka. Ndio. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kabisa. Bila kuchelewa. Toa mkono ba mtu mzima, wewe ujikwai. Abdul. Anaitwa Abdul Kikwanda, nimmalizia kabisa na ubini wake. Asante. Abdul Kikwanda. Abdul Kikwanda. Itika la beka. Uko tayari kumwoa binti Vumi Kishundu? Mimi hapa sina shida tena hapo, sasa mimi niko tayari. Uko tayari kumwoa Vumi Kishundu kwa kufa na kuzikana? Sasa hapo kwenye kufa na kuzikana ustazi, hapana, sio kweli. Sio kweli kabisa. Hakuna. Hii ndio sio ya kufa na kuzikana, kwanza nikuweke wazi ustazi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu unaniozesha hapa au unamuoa kwa ajili ya kunipikia futari na uji. Hii ni ndoa ya uji ustazi. Na Ramadhani ikiisha na ndoa imekwisha na kabisa. Masuala si ya kufa na kuzikana hakuna. Shekhe wangu, unaijua dini vizuri. Sasa dini vizuri, masuala kuozeshwa kwenye makaburi? Shehe wangu, naomba kuwa serious, naomba mkono. Mkono nakupa. Wasema uko tayari kumwoa Vumi kwa shida na raha, kufa na kuzikana? Ustazi bwana, mbona narudi yale? Kufa na kuzikana nimeshakwambia haiwezekani. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu unaniozesha kwa ajili ya kunipikia uji tunafutari. Hii ni ndoa ya uji shehe. Shehe wangu, kumbuke, hii ni ndoa ya uji. Ramadhani ikiisha na ndoa imekwisha. Punde si punde katokea. Shehe anaondoka. Naona macha mwaka mfaje kule washaolewa tayari. Analeta kwa mafuta bangi hao. Ulivuta naye.
ndoa ya uji